Naam. Mambo vipi? Shwari vipi? Hongera bwana. Umeshuhudia timu Nimemuita kwa zamani of the match, ametokea benchi. Kapepeta sana. Wewe unakula nini? Mimi. Yaani huyu anaweza kumtoa kwenye reli nani yule wa ile center back ilikuwa ya national team pale. Unamtoa kwenye reli sio mara moja, mara mbili, mara mbili, mara tatu. Sawa tuko timu moja. Unafanyaje? Nalala mapema. Rasmi. Tutacheza mechi ya charity tarehe 5 mwezi ujao Morogoro. Timu Kibwana inahitaji huduma yako. Haina shida. Nishasajiliwa? Si wala. Timu ya Kibwana ni ya wanaume, mimi ndo head coach. Kwa hiyo inakuwa ina wachezaji wa timu tofauti tofauti. Hatuchaguagi wachezaji mle. Mtu ambaye anaweza kugusa mpira kwa ajili ya appearance, kwa maana ya kukamilisha maana ya charity, ndio tunaenda tunawapa nafasi. Kwa hiyo watacheza wabunge, watacheza mawaziri, watacheza wachezaji wa mpira wa ligi kuu, mpaka wachezaji wa kikapu ambao wana passion na mpira wa miguu, sisi tutawalika kwenye timu yetu. Ni heshima kiasi gani kushuhudia mechi ya charity kama hii? Ni msimu wa kwanza, unaona namna ambavyo Frida pamoja na Aisha Masaka wanajaribu kudhubutu kwenye jambo hili. It's a very good thing actually, kwa sababu kwanza tunashuhudia vipaji ambavyo pengine vimechelewa kutengenezwa au kuonekana, not kutengenezwa, kuonekana, kwa sababu kipaji tayari unakuwa nacho. Mpira wetu kwa upande wa kinadada sasa hivi umekuwa mkubwa, na kadiri ambavyo tunaendelea kuwaonyesha kwenye platform kama hizi, tunaendelea kuwa expose huko nje. Imagine tulikuwa na striker wa Al Nassr leo hapa, Clara, Al Nassr ya wanawake, striker wa Brighton and Hove Albion yuko hapa, top scorer wa ligi kuu ya wanawake Tanzania, ma MVP, walinzi bora, makocha wa daraja ya juu ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuwasupport. Ni kwa kiasi gani tunaweza kuwauza huko nje. Exposure ambayo anayo mfano Clara na Aisha kwenye mpira wa wanawake, kwa sababu wao wanacheza nje tayari na wanapata nafasi kwenye timu zao wanaonyesha, inawezekana ikawa ni spotlight kubwa kwa wachezaji wengine wako hapa, kwa sababu tunaamini kuna taasisi za kimataifa ambazo zilikuwa zinafuatilia. You never know. Kwa upande wa muziki, kina Frida, wachezaji wa mpira wa miguu wengi tunajua ni mashabiki wa muziki. Wanapenda singeli, tumeona wamepigwa singeli, wanapenda hip hop, wanapenda bongo flavor. Leo wamepata kushuhudia upande mwingine wa Frida, kwamba pamoja na kwamba anaimba hip hop, ni mchezaji kumbe uwanjani amegusa mali, umeona uwanja mzima umeamka umeshangilia. Dakika zake 10 tu zilikuwa zinatosha, kwa sababu amegusa mara 2 dakika 10, lakini umuhimu wake uwanjani umeonekana Frida. Na alikuwa amekula usinga. Kitambaa vai bwege, sio kama umenielewa. Lakini nafikiri kikubwa ni lengo la kwanza ambalo lilikuwa ni charity, limekamilika, limekuwa zuri. Mwitikio wa watu ulikuwa mzuri licha ya kwamba tuko kwenye sikukuu, lakini mtoko wa weekend umepatikana. Jambo la pili la kuexpose na kufikisha kwa watu kuhusu taswira ya mpira wa miguu kwa wanawake limekamilika. Lakini jambo la tatu na uhakika kwamba mechi itakayokuja ya pili itakuwa ni mechi nzuri sana kwa ajili ya charity inayokwenda. Kwa hiyo kikubwa ni charity, jambo limekuwa alhamdulillah, tumeshuhudia mechi nzuri kusema kweli. Tutarajie kuna siku Hashim Ibwe naye atajitosa kwenye hivyo, nitafuta naye labda mechi na Alikamwe au Ahmed Ally hivi. Mimi ngoja niwaambie ni ukweli. Hii ni ukweli kabisa. Tumeshazungumza sio mara moja au mara mbili mimi na Alikamwe. Mimi na Ali tunatoka wilaya moja, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Sawa sawa? Kwa hiyo tulikubaliana kwamba hatuna timu ya ligi kuu. Hatuna timu ambayo inacheza hata ligi daraja la kwanza. Sawa? Kwa hiyo tunatakiwa kama watu ambao pengine tushaonekana sasa tuko kwenye mpira huku, lakini mkoa wetu hauna, tupambane basi tupeleke kitu pale. Kwa kuna mechi ambayo tutaipeleka pale Kilimanjaro kwa ajili ya watu wa Kilimanjaro, mimi na Ali Shabani Kamwe. Lakini kupima hilo tutaanza kwenye mechi ya tarehe 5 ya Wape Tabasamu mwezi ujao ya timu Kibwana na timu Jobu. Kwa hiyo mimi kocha wa timu Kibwana, Ali kocha wa timu Jobu. Kwa hiyo tutapimana hapo. Last time nilifungwa. Kwa kweli siwezi kuelezea matokeo, hali ilikuwa ni mbaya. Mbona kama alijiuzuru baada ya ile mechi? Hapana, hawezi kujiuzuru. Timu za waandamizi huwa ni mpaka ufe. Timu za kiandamizi mpaka ufe ndio unaweza ukaachia timu. Vinginevyo mpaka watu labda waseme hatukutaki. Yes.